ndani ya vijana wenyewe. Huwezi kumfanya kijana wa miaka 34 ashindane na kijana wa miaka 20, alafu ushindani wao ukawa huru, ukawa sawasawa. Vijana wa rika la juu ni vijana ambao wengine wameshamaliza masomo, wameshaingia kwenye ajira au kwenye biashara, uchumi wao umekwisha komaa, wameshapata uzoefu mkubwa wa kiuongozi, uzoefu mkubwa wa kisiasa, na pengine vile vile kiwango kikubwa zaidi cha rasilimali. Kuwafanya waende kushindana na vijana wengine wa rika la chini ni kufanya kwa kiwango kikubwa vijana hao wengine kukosa fursa ya kiuongozi, kukosa mahali ambapo wataanzia kwenye uongozi bila kulazimishwa kutoa historia ndefu ya uzoefu wa kiuongozi, bila kuwa na fedha, bila kuwa na chochote, lakini wakapata uongozi na ndio wakakuwa kutokea katika uongozi. Kwa kupandisha umri wa kugombea ndani ya baraza la vijana kutakuwa na athari kwenye kuathiri vijana wadogo katika kugombea. Kwa hiyo ni vyema jambo hili nalo likabaki kama lilivyo, hata kama huko mbele tunafikiria kufanya mabadiliko makubwa na mageuzi mengine, hili jambo likabaki kama ambavyo lilivyo. Nimalizie kwenye eneo hili la historia ya BAVICHA kwa kuzungumza kidogo kuhusiana na juu ya baraza la vijana la taifa na nafasi ya BAVICHA katika kusukuma kuanzishwa kwa baraza la vijana la taifa. Mwaka 2003 wakati tunachambua sera za chama na katiba ya chama, kama nilivyosema, tulisema mapendekezo yalikuwa mawili: moja, kutaka kuanzishwe baraza la vijana la Chadema, lakini pili, kutaka kuanzishwe baraza la vijana la taifa katika nchi. Kwa vijana wa Chadema mna wajibu kwa kweli kwa kuwa mstari wa mbele, kwa kuwa tayari tumeshatimiza ndoto ya kuanzishwa kwa baraza la vijana la Chadema, mkawa mstari wa mbele kwenye kuhakikisha baraza la taifa la vijana linaundwa. Ni ndoto ambayo vijana tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Mimi nimeingia kwenye harakati za vijana mwaka 98, nimekuta mjadala mkubwa sana, mkali sana wakati huo kwenye kuanzisha baraza la vijana, nikaushiriki kupitia asasi za kiraia na baadaye kupitia Chadema. Nilipochaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ubungo, kati ya mambo ambayo nilipeleka bungeni wakati huo, na kwa kweli katika kipindi chote kabisa cha bunge lote la kutoka 2010 mpaka 2000 na naweza kusema ni mpaka 2020 ndio mswada pekee wa mswada binafsi wa mbunge, mswada mzima kabisa wa sheria ambao uliweza kuingia bungeni na ukasomwa kwa mara ya kwanza bungeni. Kwa niliita vijana wa Chadema na vijana wa asasi za kiraia, tukakaa pamoja, wakati huo nikiwa kiongozi wa vijana wa Chadema, tukaandaa mapendekezo ya kuhusu baraza huru la vijana la taifa liweje, muundo wake uweje, vyombo vyake viweje, na tukatengeneza kabisa mswada wa sheria. Na mimi kwa kuwa nilikuwa mbunge wakati huo, nikaupeleka bungeni huo mswada wa sheria, ukasomwa kwa mara ya kwanza bungeni. Serikali ilipogundua kwamba tayari mswada umekushasomwa kwa mara ya kwanza bungeni na umepelekwa kwenye kamati ya bunge kwa ajili ya kuitwa wadau kutoa maoni na hatimaye kupelekwa bungeni sasa upitishwe kuwa sheria na baraza la vijana liundwe likiwa huru zaidi, serikali ikaamua kupora mchakato. Serikali nayo ambayo miaka yote ilikuwa inakwepa kuanzisha baraza la vijana, hata tulipoihoji bungeni mara nyingi hawakuwa wanajikomiti kuunda baraza la vijana, serikali ikatengeneza mswada wa kuliunda baraza, lakini ikaharibu, ikachukua machache sana kutoka katika ule mswada binafsi ambao tulikuwa tumeuandaa vijana, lakini ikaingiza mengine ya kiserikali ambayo yakafanya baraza likawa sio huru, lakini likawa ni baraza, na ukapelekwa bungeni mswada wa sheria, na mwaka 2015 kukaundwa baraza la vijana la taifa kwa sheria iliyotungwa bungeni. Kwa sasa katika nchi yetu kisheria tuna baraza la vijana la taifa ndani ya vitabu, kwa maana ya vitabu vya sheria.
lakini wakaweka kamtego ndani ya sheria yenyewe kwamba baraza litaanza kazi kutakapotengenezwa kanuni na waziri, na mchakato huo wa kutengeneza kanuni ndio ambao wameukwamisha na kukamilisha mpaka sasa, na mpaka sasa baraza halijaundwa, baraza la vijana. Kwa nini nasema ni muhimu vijana wa Chadema mkalibeba hili swala la baraza la vijana, pamoja najua kuna udhaifu kwenye huo mswada wa sheria hiyo sheria iliyotengenezwa mwaka 2015. Sasa hivi serikali ya haramu ya CCM iliyoko madarakani kwa njia haramu na kwa njia dhalimu inajaribu kuwadanganya vijana wa Tanzania kwamba serikali inawajali vijana, na imefanya hivyo kwa kutosema uongo, kwa kudai kwamba kwa kuwa imeunda kinachoitwa wizara ya vijana kwamba hapo tayari sasa serikali inawajali vijana, serikali imewapa nafasi vijana. Kwa hiyo vijana sasa waache mapambano dhidi ya serikali, ikiwa ni jaribio dhaifu na dhalimu la kuficha yale ambayo serikali imewafanyia vijana wa Chadema tarehe 29 na vijana wengine wa Tanzania tarehe 29 Oktoba, na mambo ambayo serikali imekwepa kuwafanyia vijana, ikiwemo kuhakikisha vijana matatizo yao yanatatuliwa, ikiwemo matatizo ya ajira kwa vijana na matatizo mengine ya vijana. Sasa jaribio la kuyaficha yote hayo ni hizi propaganda za sasa za uwepo wa baraza la vijana na baraza la wizara ya vijana, na sasa wanataka kuanzisha kinachoitwa majukwaa mbalimbali ya vijana. Sasa jibu, pamoja na majibu mengine yote ambayo baraza la vijana na vijana wa Tanzania mtayafanya kupinga huo uongo huo, hizo propaganda zinazoendelea, njia nyingine mojawapo ya kudhibiti jambo hilo ni kusukuma kuanzishwa kwa baraza la vijana la taifa, pamoja na ubovu wa sheria ya 2015 na mapambano ya kuendelea kuiboresha hiyo sheria yakaendelea, lakini mchakato wa kuiunda baraza lenyewe ukafanyika. Niwaambie siri moja, vijana wa Tanzania, kwa nini serikali inakwepa kuanzisha baraza la vijana la taifa. Serikali inaamini kwamba kukianzishwa baraza la taifa la vijana likawa na muundo wa kuanzia ngazi ya chini kabisa kwenye kijiji au kitongoji, ikapanda kwenye ngazi ya kata, ngazi ya jimbo, ngazi ya mkoa, mpaka ngazi ya taifa, kukawa na chombo kinachoundwa na vijana wenyewe, vijana wakichaguana wenyewe katika maeneo na ngazi mbalimbali. Chombo hicho kitaiondolea UVCCM, umoja wa vijana wa CCM, hadhi wanayojipa hivi sasa, kinyume na sheria, kinyume na katiba, kinyume na haki, kama vile uongozi wa vijana wa CCM kama vile ndio chombo ambacho kinaongoza rasmi vijana wa Tanzania, au kama ndio chombo kinachowakilisha maslahi ya vijana wa Tanzania. Hiyo hadhi itawapotea kabisa. Kwa hiyo hadhi ikiwapotea kabisa, watapoteza hata ule mvuto. Hawana mvuto, lakini hata ule ukaribu tu wa kisiasa wanaotumia hivi sasa, wa kujitambulisha kama vile ni sehemu ya chama tawala, kwa hiyo ni sehemu ya serikali. Kwa hiyo yote yataondoka pale ambapo baraza la taifa la vijana ndio itakuwa chombo cha utambulisho rasmi wa vijana, na hivyo UVCCM itazidi kuporomoka zaidi. Ndio maana serikali ya CCM kwa miaka yote imekuwa ikikwepa kutekeleza swala la kuanzishwa kwa baraza la vijana la taifa. Kwa ni muhimu Chadema kama chama kinachoongoza mapambano ya wananchi, kama chama chenye watu, pamoja na uwepo wa baraza la vijana la Chadema, sisi tukawa tofauti na UVCCM, tukasukuma kuanzishwa kwa baraza la taifa la vijana, na tukahakikisha baraza hilo linakuwa huru na vijana wanapata nafasi yao katika uongozi wa nchi na katika ngazi mbalimbali katika nchi. Kwa hili ni jambo ambalo nitoe rai kwenu vijana wa Chadema na vijana wa Tanzania kulisukuma kwa pamoja kuhakikisha kwamba baraza la vijana la taifa linaanzishwa. Nimalizie eneo hili vile vile
kwa kuwasisitizia tu tuliwapa jukumu hili mwaka 2021. Wakati huo tulipotafakari mpango wa miaka mitano wa chama na tukapanga kwamba Chadema iwe mstari wa mbele kwenye kudai katiba mpya, kudai tume huru ya uchaguzi na kudai haki za watu, baraza la vijana tuliwakabidhi kushirikiana na chama kuwa mstari wa mbele kwenye madai ya katiba mpya ya nchi yetu. Ni rai yangu kwenu kupitia baraza hili la kidijitali na maadhimisho ya mwaka huu ya kuzaliwa kwa chama, bado jukumu lile la katiba mpya kudai katiba mpya muendelee nalo. Natambua BAVICHA uongozi uliopita ulilifanya jukumu hilo kwa kiwango ambacho ni cha kupigiwa makofi, cha kupongezwa, lakini kwa safari ya kupata katiba mpya haijakamilika, na sasa na hasa mwaka huu wa 2026 pamoja na madai yote tulionayo kama chama, yote tuendelee kupambania, na yote yaliyotokana na tarehe 29 mwezi Oktoba tuendelee kuyapambania. Lakini hili la katiba mpya kwa umahususi wake kabisa, vijana ni vyema mkawa mstari wa mbele kwenye mapambano ya madai ya katiba mpya, na mwaka huu wa 2026 mkafanya kudai katiba mpya kuwa kati ya mambo kipaumbele kikuu kabisa cha baraza la vijana la Chadema, pamoja na mambo mengine ambayo chama tutaelekeza kuyafanya kwa kurejea maazimio ya kamati kuu iliyopita ya chama ambayo tulishawaelekeza muyapokee na kuelekea mkakati wa utekelezaji. Lakini kwa nafasi yangu hili la katiba mpya mahususi kabisa, na wasihi mlipe kipaumbele ninyi viongozi wa BAVICHA, lakini vijana wote wa BAVICHA, lakini vile vijana wote wa Tanzania. Na mengine tutazungumza zaidi wakati wa maswali. Nitumie nafasi hii vile vile nizungumze kuhusiana na historia ya kisiasa kwa upande wangu, ili tupate muda mrefu zaidi wa maswali kutoka kwenu, ili tuwe na majadiliano na maswali kutoka kwa wanachama na wananchi ambao watakuwa wameuliza maswali kwenye mitandao na makundi mbalimbali. Mimi shauku ya kisiasa nilipata mwaka 98 na asili ya shauku hii kwa kweli ni matukio ambayo yalinitokea mimi na matukio ambayo yalikuwa yanatokea nchi yetu wakati huo. Mwaka 98 nilikuwa mwanafunzi wa kidato cha 4 seminari ya Maua. Na wakati huo wito wangu ulikuwa nilikuwa natamani kuwa padri. Lakini mwaka huo wa 98 mitihani ikavuja maeneo mengi sana ya nchi kwa kiwango ambacho mitihani ikafutwa. Kwa tukarudishwa nyumbani, tukatakiwa turudi mwaka 99 kuja kufanya mtihani tena kwa mara ya pili. Kwa hiyo niliporudi, kile kipindi cha kusubiri kurudi kwenda kufanya mtihani kwa mara ya pili kikawa ni kipindi cha tafakari binafsi, yani self reflection, juu ya hali ya nchi yetu, hali ya mambo. Nikawa najiuliza swali nikiwa kijana mdogo sana wakati huo na miaka 18, hivi inakuwaje serikali inashindwa kulinda hata mitihani kwa kiwango cha mitihani kuvuja, kwa kiwango cha mpaka kufuta mitihani nchi nzima na kufanya watu warudie mitihani. Kwa hiyo nikagundua katika tafakari yangu kwamba kuna shida katika mifumo ya utawala wa nchi yetu, na nikaanza kupata shauku ya kuanza kutafuta mabadiliko. Na wakati huo vile vile nilikuwa na kisa kingine kilikuwa kimenikumba mimi mwenyewe shule ya msingi. Nilisoma shule ya msingi Mbuyuni hapo, na nikawa mwanafunzi wa kwanza kwa mkoa wa Dar es Salaam kwa mitihani ya darasa la 7. Na wakati nikawa na shangaa vile vile, hii serikali inakuwaje haina mfumo wa kutambua
na kuinua vipaji vya watu wanaofanya vizuri zaidi, na nikawa naona kuna shida kwenye mifumo yetu ya kiutawala. Kwa katikati ya tafakari hizo, kabla sijarudi kufanya mtihani, nikaanza kujihusisha na harakati za vijana. Nikakutana na taasisi moja ya vijana ilikuwa inaitwa National Youth Forum, ambayo baadaye ikaja ikafutwa na serikali kwa kile ambacho serikali ilikuja kukiita baadaye kwamba ilikuwa inajihusisha na masuala ya kisiasa. Tukakutana kule, tukawa na tafakari kuhusu hali ya nchi, kutafakari masuala ya hali ya vijana na kadhalika. Kwa by the time umefika muda wa kurudi shuleni kwenda kumalizia mtihani, nilikuwa nimekwisha badilika, nimekata shauri kwamba wito wangu wa kutumikia watu hauwezi kuwa kwenye kupitia kuwa padri, inabidi uwe wito wa kuwatumikia watu kupitia kuwa kwenye uongozi kwenye jamii. Kwa nikakata shauri ya kuchukua wito wa kiuongozi. Nikarudi nikafanya mitihani ya kidato cha 4, nikamaliza. Namshukuru Mwenyezi Mungu akanijalia nikafaulu vizuri. Wakati huo nikapata A9. Kwa kupata A9 maana yake nilipaswa, kama ambavyo darasa la 7 nilichaguliwa kwenda Iliboru Special School, sikwenda nikaenda Maua, ilipaswa niende kidato cha 5 kwenye shule ambazo pengine ni za ufaulu wa kiwango kikubwa. Lakini mimi mwenyewe wakati huo, kwa kuwa nilikuwa kushafanya maamuzi ya kuingia kwenye harakati za kisiasa, nikaenda wizarani nikazungumza na maafisa wa wizara, nikawaomba kabla ya kupangwa kwa shule, watu kupangiwa shule, kwamba nikawaomba nipangiwe Dar es Salaam ili niweze kusoma day school, na wakati huo nitaka nisome huku nikiendelea na hizo harakati mbalimbali. Kwa hiyo ombi langu la kupangiwa day school likakubalika, nikapangiwa sekondari ya Tambaza. Kwa nikaingia Tambaza. Kwa nimeingia Tambaza, nikawa nasoma shule, wakati huo nafanya harakati za kisiasa, na nilikuwa kwenye harakati za kiraia, harakati za vijana na harakati zingine, na nilikuwa kwenye taasisi 5 za masuala ya vijana kwa wakati mmoja. Sisi ndio tulianzisha Tanzania Youth Vision Association, nikawa mwenyekiti wa kwanza wa Tanzania Youth Vision Association, nikawa vile vile mjumbe kwenye kamati ya utendaji ya Youth of United Nations Association, na ndio tulishiriki kuiamsha, wakati huo ilikuwa imelala. Nikashiriki kuanzisha Tanzania Student Networking Program wakati tunaanzisha TSNP, na wengine ambao walikuwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wakati huo mimi ndio nilikuwa mwanafunzi pekee wa shule ya sekondari katika timu tulioanzisha pamoja Tanzania Student Networking Program. Lakini nikawa nafanya kazi kwa karibu na National Youth Forum, lakini nikawepo vile vile wakati huo tulikuwa na harakati ya kuanzisha baraza la vijana la taifa na kuanzisha baraza la vijana la Afrika Mashariki. Kwa hiyo tukaanzisha wakati huo kitu kinachoitwa East African Youth Council, na kwenye tawi la East African Youth Council la Tanzania nikawa mjumbe kwenye kamati ya utendaji. Kwa kufanya harakati za vijana na kuhamasisha vijana kushiriki kwenye siasa, kushiriki kwenye uongozi, na kupitia harakati hizo ndipo nikabaini matatizo makubwa zaidi kuliko hata yale yaliyonifanya mara ya kwanza kuingia kwenye siasa. Mwaka 2000 kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2000, mimi nilikuwa mmoja wa waangalizi wa uchaguzi, nilikuwa election monitor katika uchaguzi ule, nikiwa mwanafunzi vile vile wakati huo, na tulibaini uozo mwingi na wizi kwenye uchaguzi. Nikapata experience mbaya sana wakati huo. Yalipotokea yale maandamano ya tarehe 26 na 27 Januari 2001 yaliyosababisha mauaji Dar es Salaam, Pemba, Unguja, Tanga, na kukawa na wakimbizi wa kisiasa. Sisi tulikuwa Tanga wakati huo, ndio tulikuwa tumekusanyika kama waangalizi wa uchaguzi, tukiandika ripoti ya uchaguzi ule ya upande wetu kama vijana tuliyoyaona kwenye uchaguzi. Kwa watu wanauawa siku ile, sisi tuko kwenye session, ilibidi session ivunjike kwa sababu kuna Wazanzibari mle ndani kwenye session, na wakawa wanapokea taarifa za ndugu zao kuuawa. Kwa hiyo ikawa kilio tu ndani ya ukumbi. Kwa hiyo ile hali vivyo kanipa picha kwamba tuna matatizo makubwa sana ya kiuongozi kwenye nchi yetu, tuna matatizo ya kiuchaguzi, tunahitaji mabadiliko. Kwa hiyo ikaongeza nguvu zaidi katika kushiriki kupitia harakati za vijana, kuhamasisha vijana wengi sana kwenda kushiriki kugombea na kujengea uwezo viongozi wa vyama vya siasa. Katika safari hiyo tulifanya
miradi kadhaa ya kujengea uwezo vijana, ikiwemo vijana kwenda kugombea 2004 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Nilichojifunza wakati huo ni kwamba vijana walikuwa wanaogopa kushiriki siasa, na vijana walikuwa wakishiriki wanaona watashindwa. Vijana wengine wanasema hawezi kushinda sababu hawana pesa. Jamii ilikuwa ikubali viongozi vijana. Mimi pamoja na ule msukumo wa kushiriki kuongoza baraza la vijana, kuanzisha baraza la vijana Chadema ambayo nilishazungumza awali, lakini tukazungumza na wenzangu wakati huo kwenye harakati na tukakubaliana kwamba hebu tuonyeshe mfano kwa vitendo, sio tufundishe tu watu wengine, hebu tuingie sisi wenyewe tugombee. Kwa hiyo nikaingia kugombea, na nakumbuka uchaguzi wa kwanza kabisa nagombea 2005, nilikuwa na kauli mbiu ilikuwa inasema kizazi kipya, maisha mapya, Ubungo mpya. Alikuwa anazunguka kuhusu kizazi kipya cha uongozi wa nchi. Kwa kweli wakati ule tulishinda Ubungo, lakini Chadema ilikuwa dhaifu sana, kwa maana network ya chama ilikuwa iko dhaifu sana kiwango cha kuweza kuwa na mfumo thabiti wa kulinda kura. Kwa hiyo tukaibiwa, na baada ya kuibiwa 2005, na ifupisha hii historia hii tupate muda wa maswali zaidi, tukakubaliana kwamba namna pekee ya kushinda, kwa sababu angalau wakati huo kuna uchaguzi, kuna uwizi, lakini kuna angalau kuna uchaguzi, ni kujenga mtandao thabiti wa chama kuanzia ngazi za chini kabisa. Kujikita sana kwenye Chadema ni msingi. Wakatoka tukishia katiba mpya ya chama 2006, tumeunda ngazi ya msingi kwenye chama, kutengeneza mtandao thabiti wa chama. Kwa tukaingia kwanza kukijenga chama, tukajenga chama kwa kweli, na kupitia zile ajenda ambazo tulizisimamia za kupinga ufisadi na kutetea rasilimali za taifa, chama kikakubalika sana na wananchi kupitia kazi ambayo chama kwa kinafanya bungeni. Ndio kutakumbuka mwaka 2007 ikasoma orodha ya mafisadi pale Mwembe Yanga. Tukaendelea na mapambano mpaka mwaka 2008 serikali ikavunjika, kwa maana ya waziri mkuu akajiuzulu kwenye kashfa ya Richmond. Kwa kuna mapambano kweli bungeni, lakini kuna mapambano nje ya bunge, mapambano kupitia fanya sana operation Sangara. Wakati huo tukazunguka across the country kujenga nchi, kujenga chama, lakini kuna mapambano bungeni. Hatimaye tukaja kushinda uchaguzi mdogo wa Tarime, tukaendelea na mapambano. To cut story short, 2010 nikaja nikashinda ubunge jimbo la Ubungo kwa mara ya kwanza. Kitu ambacho nataka kusema ni nini kwa vijana, kuwapa motisha ya kuendelea na hiki ambacho mnaendelea nacho hivi sasa. Pamoja na magumu yote ambayo vijana mnaweza kukumbana nayo katika siasa, inawezekana kushinda. Sasa mimi wakati naanza siasa nimeingia nikiwa, kwa maana siasa za vyama moja kwa moja, nimeingia Chadema nikiwa na miaka 23. Nimegombea ubunge nikiwa na miaka 24. Sikuwa na fedha, sikuwa na uwezo mkubwa sikuwa natoka kwenye ukoo labda ukoo mkubwa au sikubebwa, lakini iliwezekana kushinda. Kwa hiyo kama iliwezekana kwangu, naamini inawezekana kwa kijana yoyote. Of course mazingira ya nchi yetu sasa hizi yamebadilika kwa kiwango kikubwa, kwa maana ya kwamba Tanzania kwa sasa hakuna uchaguzi kabisa, na ndio maana tunapaswa tuendelee na msimamo tuliokuwa nao wa kwamba cha muhimu cha kwanza kabisa katika nchi yetu ni wananchi wawe na uwezo wa kuchagua viongozi wanaowataka kwa uhuru na haki. Na ndio maana tunahitaji tuwe na katiba mpya, tunahitaji tuwe na tume huru ya uchaguzi, na safari ya kuyapata yote hayo ni lazima yaanzie kwa kushughulikia matatizo yote yaliyotokea tarehe 29 mwezi Oktoba, kuhakikisha kwamba msimamo tuliochukua wa kutoitambua serikali iliyoko madarakani, msimamo huo unaendelea. Msimamo tuliochukua wa kutaka uchaguzi urudiwe, msimamo huo tunaendelea nao, kuhakikisha msimamo tuliochukua wa kutaka uchunguzi huru juu ya mauaji yaliyotokea, mauaji yaliyofanyika, msimamo huo tunaendelea nao. Msimamo tuliochukua wa kutaka uwajibikaji tunaendelea nao. Lakini pamoja na misimamo yote hiyo, kipeo cha yote inapaswa iwe mabadiliko ya kikatiba, ili kuwezesha kuwe na mazingira ya uchaguzi
huru na haki. Tukishakuwa na mazingira ya uchaguzi huru na haki, mimi ni imani yangu kwamba kijana yoyote yule wa Kitanzania, sio tu kijana wa Chadema, kijana yoyote yule wa Kitanzania mwenye ndoto